Tuambie unatizama ukiwa nchi gani? Like, share, subscribe na andika maoni yako chini. Baada ya Eddie kukaa kimya, aliuliza, kazi gani? Juma akatabasamu polepole. Usiku wa leo utaelewa kila kitu. Maneno hayo yalikaa kichwani mwa Eddie siku nzima. Alijaribu kujishughulisha, lakini moyo wake haukuwa na amani. Usiku ulipofika, saa 3 kamili, simu yake ikaita. Juma, toka nje, alisema kwa sauti ya chini. Hakukuwa na maelezo. Eddie alimeza mate, kisha akatoka nje. Barabara ilikuwa kimya sana. Upepo mdogo ulivuma, ukibeba hisia ya kitu kisichoeleweka. Mbele yake kulikuwa na gari jeusi. Halikuwa limewasha taa. Mlango wa nyuma ukafunguka polepole, bila mtu kuonekana. Ndani ya kichwa chake, sauti ya baba yake ilirudi. Usifanye kosa hili. Eddie alifumba macho kwa sekunde chache, lakini tamaa ilimvuta mbele. Akaingia ndani ya gari. Mlango ukajifunga. Gari likaanza kuondoka. Ndani kulikuwa na giza zito. Harufu ya kuchoma, ile ile aliyohisi kwenye ndoto yake. Eddie alihisi mwili wake ukitetemeka. Hii ni nini? Aliuliza. Hakuna aliyejibu. Ghafla, redio ikawaka yenyewe. Sauti nzito ikasema, karibu Eddie. Moyo wake ukaruka. Unachotafuta, utakipata. Lakini lazima ulipe. Gari lilisimama mbele ya jengo la zamani. Lilikuwa limeachwa. Madirisha yake meusi, kama yanaficha siri. Mlango ukafunguka wenyewe. Eddie alishuka polepole. Miguu yake ilikuwa mizito, lakini aliendelea kusogea. Aliingia ndani. Ndani kulikuwa na mwanga wa mishumaa mingi. Na katikati ya chumba alikuwa Juma. Lakini hakuwa peke yake. Kulikuwa na watu wengine watatu, wamevaa mavazi meusi. Na mbele yao kulikuwa na kitu kimefunikwa na kitambaa chekundu. Juma alitabasamu. Karibu kwenye connection. Eddie akameza mate. Hii ni nini hasa? Juma alimsogelea. Ni nafasi ya kubadilisha maisha yako milele. Kisha akaashiria kile kitu kilichofunikwa. Fungua. Eddie alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu. Polepole akaanza kuvuta kile kitambaa. Mishumaa ikatetemeka. Hewa ikawa nzito na giza likazidi kuwa karibu. Alipokiondoa, macho yake yakafunguka kwa hofu. Kwa sababu kile kilichokuwa pale kilikuwa picha yake mwenyewe. Lakini akiwa amelala kama mtu aliyekufa. Ghafla, mishumaa yote ikazimika. Na sauti ile ile ikasema, hii ndiyo bei ya mwanzo. Giza lilitawala kila kitu. Eddie hakuona chochote, lakini sauti ile ile ilikuwa karibu zaidi sasa. Ukikubali, utapata kila kitu. Lakini maisha yatabadilika. Eddie alitetemeka. Maana yake nini? Aliuliza kwa hofu. Kimya kidogo, kisha sauti ikasema, mtu mmoja atachukua nafasi yako na wewe utachukua yake. Ghafla picha ile ilianza kubadilika. Uso wa Eddie ukapotea pole pole na kuonekana uso mwingine. Eddie alipoangalia vizuri, moyo wake ukasimama. Ilikuwa ni mama yake. Hapana, sauti yake ilitetemeka.
Juma akatabasamu polepole, lakini sasa uso wake haukuwa wa kawaida tena. Macho yake yakawa meusi. Ndiyo gharama, alisema. Pesa au familia? Chagua. Ndani ya kichwa chake, Eddie alisikia tena kilio cha baba yake. Moto, maumivu na ile sauti ya onyo. Nilifanya kosa. Machozi yakaanza kumtoka. Aliangalia picha ya mama yake, kisha akafumba macho. Kwa mara ya kwanza, akachagua kwa moyo wake, si tamaa. Hapana, alisema kwa nguvu, sitaki. Kimya kikubwa kikaanguka. Kisha ghafla, upepo mkali ulivuma ndani ya jengo. Mishumaa ikawaka tena. Sauti ikabadilika kuwa kali. Umechagua, basi chukua matokeo. Eddie alihisi kama anaanguka gizani. Kila kitu kikapotea. Alipofumbua macho, alikuwa chumbani kwake. Asubuhi, jua linaingia dirishani. Alinyanyuka kwa haraka, akakimbia hadi kwa mama yake. Alimkuta hai, salama. Alimkumbatia kwa nguvu. Hakusema chochote, lakini alijua ameokoka. Jioni hiyo, habari zilienea mtaani. Juma amekufa jana usiku. Eddie alishtuka. Amekutwa kwenye jengo lililoachwa. Mwili wake haukuwa wa kawaida. Usiku ulipofika, Eddie alikaa kitandani. Kimya, amani. Kwa mara ya kwanza, hakukuwa na hofu, lakini kabla hajalala, alisikia sauti ndogo dirishani. Tok, tok, tok. Aligeuka pole pole, na sauti ya chini ikaita, Eddie. Baadhi ya milango, ukishafunguliwa, haifungiki tena. Mwisho. Kama umeipenda, like, share na subscribe. Andika maoni yako.